Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpenzi msikilizaji wa Mwangaza FM katika tafakari fupi ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 6. Yesu anaruhusu vimbunga na tufani, lakini anafanya hivyo ili kutufanya imara katika zoezi la imani, matumaini na mapendo. Jipeni moyo, jipeni moyo. Yesu anaruhusu vimbunga na tufani, lakini anafanya hivyo ili kutufanya imara katika zoezi la imani, matumaini na mapendo. Jipeni moyo, jipeni moyo. Tunapouliza kwa nini Mungu anatujaribu au anaruhusu tujaribiwe, tunakubali kwamba kujaribiwa kweli kutoka kwake, kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu katika visa mbalimbali. Kwanza ni juu ya kujaribiwa kwa Abrahamu ili amtoe sadaka Isaka mwanaye. Rejea Mwanzo sura ya 22. Na pia Daudi kupitia Zaburi ya 26 aya ya 2 na Zaburi ya 139 aya ya 23 alitaka kujaribiwa na Mungu. Kwa kweli Mungu anapotupa majaribu anataka kufanya kitu muhimu ndani ya maisha yetu. Katika Agano la Kale na Jipya, maneno yaliyotafsiriwa mitihani inamaanisha kuthibitisha kwa majaribio. Kwa hivyo wakati Mungu anatujaribu, kusudi lake ni kuthibitisha kwamba imani yetu ni halisi. Sio kwamba Mungu anahitaji kujithibitisha yeye mwenyewe kwa vile anajua vitu vyote, lakini yeye anatuhakikishia kwamba imani yetu ni halisi, kwamba sisi ni watoto wake kweli, na kwamba hakuna jaribio litashinda imani yetu. Mtume Paulo kupitia waraka wake kwa Warumi sura ya 4 ya 16 anatukumbusha kuwa baada ya Abrahamu kufaulu jaribio la Mungu, alionyesha kwa ulimwengu wote kwamba yeye ni baba wa imani. Katika mfano wake wa mkulima au mpanzi, Mwinjili Mathayo anatueleza kwamba Yesu anawatambua wale ambao huanguka katika miiba kama wale wanaopokea mbegu ya neno la Mungu kwa furaha, lakini mara tu wakati wa majaribio unapokuja huanguka. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 7. Yakobo anasema kwamba kujaribiwa kwa imani yetu huendeleza uvumilivu, ambayo inasababisha ukomavu katika safari yetu ya imani na Mungu. Rejea Yakobo sura ya 1 aya ya 3 hadi ya 4. Yakobo anaendelea kusema kwamba kujaribiwa ni baraka, kwa sababu wakati majaribio yameisha na tumesimama, tutapata taji la uzima ambalo Bwana ametuahidia sisi tunaompenda. Rejea Yakobo sura ya 1 aya ya 12. Upimaji wa majaribio tunayopata huja kwa njia mbalimbali. Kuwa Mkristo mara nyingi hutuhitaji tuondoke katika maeneo yetu ya furaha au katika sehemu ambapo tunapata faraja. Uvumilivu katika majaribio huleta ukuaji wa kiroho na ukamilifu. Ayubu ni mfano mkamilifu wa Mungu kuruhusu watakatifu wake kujaribiwa na Ibilisi. Ayubu aliyashinda majaribio yake kwa uvumilivu, lakini pamoja na majaribio yote, Ayubu hakutenda dhambi. Rejea Ayubu sura ya 1 aya ya 22. Hata hivyo, historia ya kujaribiwa kwa Ayubu ni ushahidi kwamba uwezo wa shetani wa kutujaribu ni mdogo. Shetani hawezi kuruhusiwa kutujaribu zaidi ya kile Mungu alichoamua au zaidi ya uwezo wetu. Majaribio yetu yote yanafanya kazi kwa kusudi la Mungu kamili na kwa ajili ya kukuza imani yetu. Hivyo tunaalikwa kuwa na furaha katika majaribu na kuzidi kuwa na imani, kwa kuwa Mungu hata tuacha tujaribiwe zaidi ya kiasi chetu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Felgismi Agustin Olomi wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.